Watu 8 wamekamatwa na zaidi ya mifuko 7,000 ya mbolea iliyokuwa imeibiwa. Imerejeshwa kufuatia uvamizi wa nguvu na uharibifu katika ghala la Bodi ya Taifa ya Nafaka na Mazao NCPB huko Maua, kaunti ya Meru, wakati wa maandamano wiki iliyopita. Mamlaka sasa imeamuru kamera za CCTV ziwekwe katika maghala yote ya NCPB nchini ili kusaidia kutambua wahusika na kusaidia utekelezaji wa sheria katika siku zijazo. Mnamo tarehe 25 Juni mwaka 2025, umati mkubwa wa watu ulivamia ghala la Bodi ya Taifa ya Nafaka na Mazao huko Maua na kupora mbolea, nafaka na mali ya ofisi. Mashahidi wanasema kuwa uvamizi huo ulisukumwa kisiasa. Wakamaliza hiyo wakaamua kusoma. Kachomeka yu wakaenda na hiyo mabati yote. Wachukua kila kitu. Ilichochewa kisiasa hiyo. Maoni yangu, hii ilichochewa kisiasa. Sio kweli hii store ifunjwe na iporwe na ni store yetu. Hiyo ni makosa kubwa sana. Kwa mujibu wa afisa upelelezi wa makosa ya jinai wa wilaya Maua Alex Wasike, waporaji walitumia pikipiki na magari ya Probox kubeba mbolea hiyo. Baadhi ya magari hayo tayari yamekamatwa na uchunguzi unaendelea. 4 items which were used in the conveyance of the stolen property, the stolen fertilizer. These are a motor vehicle, a Probox, KCW 822T, which again we've presented to court. Kamanda wa polisi wa Igembe Kusini Eliakim Silgich alisema kuwa ingawa polisi walijibu kwa haraka, walizidiwa na idadi kubwa ya watu. Aliongeza kuwa mashambulizi ya aina hii yatahudumiwa kwa nguvu sawa siku za usoni na hakuna nafasi ya machafuko au vurugu. Pika kitu kama saa 7 hivi, ikawa waandamanaji wote ambao walikuwa wamekusanyika hii town, ikaonekana nia yao ilikuwa ni kuvamia cereal board peke yake na CDF. So wenye walikuwa wanajaribu kuchoma CDF wakaretreat, wenye walikuwa kwa soko pale wakisumbua pia wakaretreat, na wote wakaconverge pale kwa cereal board ambapo tulikuwa na over 3,000 people. Meneja wa ghala Abednego Sangolo alisema kiwango cha uharibifu kilizidi makadirio ya awali ya hasara ya milioni 29 ambayo ilihusisha tu mbolea. Alifichua kuwa majengo ya ofisi yaliteketezwa kwa moto, vifaa vya ofisi kuibwa, nafaka kuporwa na mashine ya kukausha mbegu kuharibiwa. Then on the other side, before I go to the other side, our office equipments, that includes our desktops, our laptops, the printers, scanners, the files and cabinets, desks, the chairs that include the executive chair were all taken away. Wakulima eneo hilo pamoja na wanajamii wamelaani shambulio hilo, wakisema kuwa linahatarisha programu muhimu za usaidizi wa serikali kwa wakulima. Operesheni ya kukamata washukiwa zaidi na kufanya tathmini kamili ya uharibifu bado zinaendelea. Pesi Achola, Runinga ya KU.